Habari za wakati huu mtazamaji wa Ava TV, karibu sana. Naitwa Memorasia Sylvester na leo ni Jumatatu, mwezi wa 3 mwaka 2026. Karibu sana tuzungumze ya kimichezo, na kubwa zaidi hii leo ambalo tunataka kulizungumza ni kuhusiana na kikao cha tathmini ya timu ya Yanga ambacho kimekaliwa hii leo pale makao makuu ya Yanga, huku wakifanya tathmini kwenye mzunguko wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kikao hicho ambacho kimeongozwa na rais wa klabu ya Young Africans, hapa namzungumzia Engineer Hersi Al-Said, lakini pia CEO wa Young Africans, lakini pia wajumbe mbalimbali wa kamati ya Young Africans. Nazungumzia hapa akina Alex Ngai na wajumbe wengine wote ambao wapo kwenye kamati ya kikosi cha Young Africans, walikuwepo wote kwenye kikao hicho. Lakini pia tumeona benchi la ufundi la Young Africans na lenyewe lilikuwepo kwa ajili ya kuzungumza tathmini ya kila ambacho walikuwa wanakizungumza hii leo kwenye kikao, ambapo kama taarifa ambavyo imetoka hii leo baada ya kikao hicho kumalizika. Nitakusomea kama ambavyo imeandikwa kwenye taarifa kwa umma, ambayo imeandikwa kwa herufi kubwa kabisa, ambayo imetolewa na klabu ya Young Africans muda mchache kutokea sasa. Taarifa inasema kwamba uongozi wa Young Africans Sports Club leo tarehe 23 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 umekutana makao makuu ya klabu Jangwani jijini Dar es Salaam na kufanya kikao cha tathmini ya timu yetu. Baada ya kumaliza kwa mazungumzo kwa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu, kikao kilianza kwa uongozi kupokea ripoti ya kikosi chetu kutoka benchi la ufundi chini ya kocha Pedro Gonçalves, ambapo ripoti hiyo ilionyesha baadhi ya takwimu nzuri na timu katika mzunguko wa kwanza. Mpaka sasa Young Africans Sports Club tumecheza michezo 16, tukishinda michezo 11, sare 5 na hatujafungwa mchezo wowote ule. Vile vile Young Africans Sports Club ndio timu iliyofunga magoli mengi zaidi kwenye ligi kuu mpaka sasa, magoli 32, huku tukiwa na rekodi nzuri pia ya kuruhusu magoli machache kuliko timu yoyote, magoli 3 tu. Hata hivyo, baada ya kuipitia kwa kina ripoti hiyo ya benchi la ufundi, uongozi umebaini changamoto kadhaa zilizosumbua timu katika mzunguko wa kwanza wa ligi. Kitu cha kwanza, ratiba. Ndani ya siku 21 kikosi chetu kimecheza michezo 7 mfululizo, michezo 6 ya ligi kuu na huku mchezo mmoja wa kombe la shirikisho la CRDB. Lakini ratiba hii pia ilijumuisha safari ya umbali wa kilomita 4462 kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa ajili ya mechi za ugenini. Uongozi unaamini safari hizi na ratiba kubana kulipunguza ufanisi wa wachezaji kutokana na uchovu uliopatikana. Namba 2, majeraha. Mpaka sasa timu yetu ina wachezaji 8 muhimu ambao wamepata majeraha tofauti yaliyopelekea kukosa michezo. Wamemtaja hapo Komein Abubakar, Clement Mzize, Dickson Job, Ibrahim Baka, Chedrak Boka, Edmund John, Prince Dube na Laulindo Malia Dep. Wachezaji watatu kwenye orodha hii wamepata majeraha yatakayowaweka nje mpaka mwisho wa msimu. Aidha, licha ya changamoto hizo, uongozi umegundua uwepo wa changamoto ya kiufundi changamoto ya kiufundi inayoifanya timu icheze aina tofauti ya mechi, style of play, na ile ambayo imeelekea na kuendana na wachezaji walio ndani ya kikosi. Changamoto hii ya kiufundi imekuwa sababu ya kuifanya timu kupata wakati mgumu kupata matokeo mazuri na kucheza vizuri pia kwenye baadhi ya michezo ya ligi kuu. Hivyo
Katika kuitatua changamoto hii, uongozi wa Young Africans Sports Club umefikia uamuzi wa kumuongeza kwenye benchi la ufundi kocha Abdulhamid Mwalin kama kocha msaidizi wa kocha Pedro Gonçalves. Kocha Mwalin amewahi kuhudumu katika klabu yetu kama mkurugenzi wa ufundi na kocha msaidizi katika kipindi tofauti chini ya kocha Said Ramovic na Maureen Hamdi na kupata mafanikio makubwa ya kushinda kombe la ligi kuu msimu 2024-2025, kombe la shirikisho la CRDB 2025 na kombe la muungano 2025. Uongozi wa Young Africans Sports Club unamkaribisha kocha Mwalin na kumtakia kila la heri kwenye majukumu yake mapya na kushirikiana na makocha wengine ndani ya kikosi chetu. Mwisho, uongozi wa Young Africans unapenda kuwaahidi wanachama na mashabiki na wapenzi wa klabu yetu kuwa timu yetu itarudi mzunguko wa pili ikiwa imara na nguvu kubwa kuelekea kutimiza malengo yetu kwa msimu 2025-2026 kwa kushinda ubingwa wa ligi kuu ya NBC, kombe la shirikisho la CRDB. Mwisho wa barua ambayo imeandikwa na klabu ya Young Africans muda mchache kutokea sasa kwenye kile ambacho wamekizungumza kwenye kikao hiki ambacho kimemalizika jioni hii. Kumbuka ni kikao ambacho kilikuwa kinafanya tathmini ya mzunguko wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara. Endelea kufuatilia Ava TV, usiache kusubscribe, kulike, kushare, kucomment ili wa kwanza kabisa kupata taarifa na habari mbalimbali za michezo ambazo tunakuletea kila wakati. Asante.